Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa, wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo. Nina kila sababu ya kusema Mungu akubariki, nami namuomba Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, kupitia mwanawe Yesu Kristo uzipokee baraka zake. Kwa nini? Kwa sababu unatenga muda wako mwingi kufuatilia mafundisho. Wapo watu wengi sana wana muda, lakini hawana muda kulifuatilia neno la Mungu, ila wana muda kufanya mambo yao binafsi. Basi heri wale wamtumainio Bwana, na wewe ni mmoja wapo katika wale ambao wanamtumainia Bwana, na Mungu akubariki sana. Basi siku ya leo ninalo somo, na somo hili linataka kukueleza wewe, ama ninataka kukufundisha wewe kutambua lile kusudi ambalo Mungu amekuitia. Na nimelipa somo hili kichwa cha somo kinachosema tafuta sana kujua kusudi lako, na uliombee hilo kusudi ili lipate kutimia. Tafuta sana kujua kusudi lako, na uliombee litimie. Nimekusudia kuleta somo hili kwa sababu katika maisha yetu tunadhani ya kwamba kuna vitu tunavipata hapa duniani, ama kuna maisha fulani ambayo tunayakuta hapa duniani. Yaani watu wengi katika mahangaiko yao ama katika mafanikio yao, wengi wanadhani ya kwamba hivyo vitu walivyo navyo, ama hivyo ambavyo wanadhani kuwa hawana, ni vya hapa duniani. Na huu ndio msingi ambao umenisababisha niandae somo hili. Lakini kumbe jinsi ilivyo iko tofauti sana. Iko tofauti sana. Ipo tofauti sana. Kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, wewe ambaye umezaliwa hapa duniani, unaishi hapa duniani, nataka ufahamu kuanzia sasa ya kwamba wewe umekuja ukiwa umebeba kusudi lako. Haujaja hapa duniani bure. Yaani kila mmoja aliyepo hapa duniani ana jambo lake fulani ambalo limemleta hapa duniani. Yaani hakuna aliyekuja duniani ambaye hana sababu. Yaani hakuna aliyekuja duniani ili mradi tu amekuja kutembea. Hayupo. Kila mmoja ameletwa hapa akiwa na kusudi lake. Na hilo kusudi lipo. Yaani wewe umekuja nalo, sio kwamba umelikuta hapa. Sasa ni kama vile shetani anajaribu kutupa mifumo ambayo ni kandamizi, mifumo ambayo inakusababisha wewe uone kwamba umekuja duniani kutafuta. Haujaja duniani kutafuta. Umekuja duniani ili kutekeleza lile kusudi ambalo Mungu amekuleta nalo hapa duniani, na kulihitimisha lile kusudi ambalo Mungu amekuleta nalo hapa duniani. Kwa hivyo kila mmoja aelewe ya kwamba analo kusudi. Hata kama unaona huna shughuli ya kufanya, hata kama unaona maisha ni magumu, hata kama unaona mambo hayaendi, nisikilize. Kuna mahali tu padogo ambako wewe hujaelewa kwamba lipo kusudi ambalo limekuleta hapa duniani. Lipo kusudi ambalo Mungu anataka ulitekeleze. Na sio tu kulitekeleza, ulitekeleze kwa ubora, kwa ufanisi, na kwa viwango vya hali ya juu sana. Sasa kutaabika kwako ni vile tu shetani amekuzonga mahali fulani, umeshindwa kuelewa kwamba kusudi lako ni nini. Kila aliyezaliwa analo kusudi, na ndio maana nataka uelewe kusudi lako ni nini. Ufanye kila juhudi ili upate kujua uliletwa duniani kwa ajili gani. Mifano iko mingi sana. Tuna mahangaiko mengi sana, lakini kumbe tuna makusudi ambayo Mungu ametupatia.
Hivi leo ukiniuliza mimi, miaka 10 nyuma nilifahamu ya kwamba ningeweza kuja kuwa mtumishi, ningekwambia la. Sio tu ningeweza kudhani ama kufikiri, wala nisingekuwa na matarajio wala picha ya aina yote kwamba nitakuja kuwa mtumishi wa Mungu, nafundisha, naombea watu wanabarikiwa. Nisingeweza kufikiri hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu kuna kitu linitengenezea. Nimekwenda shule, nikapata elimu yangu, nikaenda kwenye taaluma yangu kwa mambo ya ufundi, nikasoma mambo ya ufundi, nikawa expert kabisa kwenye mambo ya ufundi, nikafanya shughuli zangu za ufundi, tena nilikuwa nazifanya kwa ubora, ufanisi wa hali ya juu sana. Nimekuwa nikifanya mambo ya production, nimekuwa nikifanya vipindi vya television na vipindi vya audio mbalimbali, nimekuwa music producer, nimefanya vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinanifanya naona maisha yako sawa sawa tu. Lakini Mungu alikuja kunikumbusha, sijakuitia hicho unachofanya, nimekuitia hiki ambacho leo nakifanya. Sasa mfano kama huu ni wewe pia ambaye unafikiri pengine hapo ulipo ni sehemu sahihi. Inawezekana ni sehemu sahihi, lakini pia inawezekana ya kwamba sio sehemu sahihi. Kwa hiyo ni vema kutambua kusudi la Mungu, utafute kulijua kusudi la Mungu, ulitekeleze. Na hapa pana vita kubwa, na hii vita inapiganwa kweli kweli tangu kabla hata ya mimba yako, mpaka kutungwa kwa mimba yako, mpaka kuzaliwa kwako, mpaka kukua kwako. Kila ustawi wako unapigwa vita kweli kweli, kwa sababu kusudi ambalo umeitiwa hapa duniani ndilo ambalo ukilikamilisha kwa ufasaha litakalokupa tiketi ya wewe kwenda mbinguni kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu ya lile kusudi ambalo Mungu amekuita nalo hapa duniani, na wewe umelitekeleza kwa ubora, ufanisi na viwango vya hali ya juu. Hatima yake unapewa tuzo na unaenda mbinguni. Kwa shetani anazuia hiyo wewe usiweze kuijua, anazuia usiweze kulitumikia kusudi lako. Ndio maana watoto wengi wanaishia katikati hapa. Vita ya kuvuka imekuwa ni ngumu. Watu wanafikiri kutafuta mafanikio tu, wanafikiri mtu afanye kazi apate fedha aweze kujijenga kiuchumi. Hilo sio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ifanye kazi yake. Sasa kama ni kupitia biashara yako, atakuelekeza. Kama ni kupitia huduma kama tunayofanya sisi, utaifanya kusudi la Mungu. Hivi vitu vingine hivi, mahitaji binafsi, haya Mungu anayajua sana. Unapomtafuta Mungu, hivi vitu vingine vinakuwa ni ziada kwake. Ukiwa unaifanya kazi ya Mungu, vingine anakuletea tu, venyewe vinakuja kwa sababu ya kazi ile ambayo unafanya, kazi ya Mungu. Lazima akupe vitendea kazi. Watu wengi wanataabika kwa sababu hiyo. Na usifikiri tu kwamba labda kumtafuta Mungu kwa namna ya kuomba sana, kwa namna ya kusali sana, kufunga sana ndio kusudi. Hapana, hiyo ni sehemu tu ya kujiweka wewe imara na kujimarisha kiroho. Inawezekana ukuitwa hapo, ila fanya inakusaidia katika maisha yako. Lakini lazima ujue kusudi. Lazima ujue kusudi. Hapa duniani umekuja kwa sababu gani? Na uliombelo kusudi lako lipate kutimia. Mungu alikuita wewe kuwa nani? Pana changamoto kubwa sana hapa. Pana tatizo kubwa sana hapa. Yaani watu wanafanya shaka la bagala. Huyu aliitwa kuwa mwalimu, amekuwa fundi mjenzi. Hili tatizo ni kubwa. Yaani mtu anatafuta tu kazi ambayo anaiona anaweza kuifanya, inaweza kumpatia kipato, aidha anaipenda ama haipendi, ili mradi kazi ile inaweza kumpatia kipato, anafanya. Mwingine anafanya tu kazi fulani kwa sababu yeye ni hobi yake, basi anazama kwenye hiyo kazi yake, anaendelea na maisha akiyafurahia maisha. Ukitafuta kusudi unalikosa. Kwamba huyu mbona hili sio kusudi lake? Mbona hii sio nafasi yake? Yaani mahali pengi pamekuwa na mfumo huo. Yaani kila mmoja anaingia. Mwingine kusudi lake ni kuzaa watoto walio bora. Ameenda kuolewa na mtu ambaye ama anazaa katika mazingira ambayo sio rafiki, nje ya ndoa. Anafanya lile kusudi lake haliwezi kufanikiwa kwa sababu ya njia anazopita.
Mwingine umeitwa kuwa mke ambao utazalisha, utakuwa mwalimu bora, watoto watakuwa watu wakubwa katika dunia hii. Ni wewe umeitwa kufanya kazi hiyo. Unahangaika na biashara, unahangaika kuishi usela, unahangaika kuishi kiuni, unahangaika kuishi labda usingomadha. Mungu hakukuitia huko. Alikuita kwenye taasisi ya ndoa. Kwa bahati mbaya sana, taasisi ya ndoa ukanyang'anywa, ikafungwa. Usielewe kwamba umeitwa kwenye taasisi hiyo ya ndoa, maana si kila mtu ameitwa kwenye taasisi ya ndoa. Na umeitwa katika engo gani kwenye taasisi ya ndoa? Vivyo hivyo umeitwa kuwa kiongozi fulani wa kuongoza mahalia. Wewe umeitwa katika uongozi labda wa mtaa, mwingine ameitwa kwenye uongozi wa wilaya, mwingine wa taifa, mwingine wa kanisa. Unatakiwa kiongozi mahali fulani, kwa sababu ukikaa mahali hapo kwenye uongozi, kuna kitu Mungu anataka akipitishe mahali fulani. Kuna jambo lazima litakuhusu wewe, na wewe peke yako ndiye ambao utaweza kulitetea hilo jambo. Mungu hakuweki mahali bila sababu. Tazama kwa habari za Esther ilikuwaje. Esther alipata nafasi ya kuolewa na mfalme, aliishi maisha mazuri, lakini kuna wakati Wayahudi waliingia kwenye matatizo. Amani alitaka kuwateketeza Wayahudi, kuwaangamiza wote, na alipata kibali cha mfalme kwamba akawaua Wayahudi wote, na alikuwa anajiandaa tu kufika ule wakati kwenda kuwasamaratisha. Mjomba wake Esther akaenda kumlilia Esther, amwambie mfalme, amuombe mfalme ili vita hii ya kifo iondoke, ili uhasama wa Hamani na Wayahudi uondoke. Esther akasema, siwezi kufanya jambo hilo. Siwezi, kwa sababu sijaitwa mimi na mfalme, na siwezi kwenda kwa mfalme bila kuitwa. Mordekai akahangaika sana na hili swala, lakini mwishowe akamwambia Esther neno moja, wajuaje ya kwamba umekaa hapo kwenye nafasi hiyo ili sisi Wayahudi tusiuawe? Neno lile likamuingia vizuri sana Esther, akaamua kuchukua hatua. Baada ya kuambiwa tu kwamba wajuaje ya kwamba upo kwenye hapo nafasi ya umalkia ili leo hii sisi Wayahudi tuokolewe. Kweli Esther akachukua hatua ya kufunga mfungo mkali, yeye, wajakazi wake na watu wa ndugu zake wote Wayahudi, wakawaambiwa wafunge siku 3 bila kula, ili Esther apate kibali cha kwenda kuonana na mfalme ambaye ni mume wake. Baada ya siku 3 Esther akaenda kuonana na mfalme kinyume cha utaratibu, na kweli Esther akajipatia kibali kutoka kwa Bwana, akaongea na mfalme, na matokeo yake picha ile ikapinduka, meza ikapinduka. Badala ya Wayahudi kuuawa, yule Hamani ndio akauawa, yeye akatundikwa kwenye mti ule ambao alitazamia angemuua Mordekai. Lakini kwa neno moja tu ambalo Mordekai anamwambia Esther, wajuaje kwamba ulikaa hapo kwenye nafasi ya umalkia ili sisi tuokolewe leo? Kila mwanadamu analo kusudi kama ile la Esther ambalo amelifanya. Yaani kuna mahali Mungu anataka ukae ili wakati fulani ukifika, wewe ndio chanzo cha watu kuvuka. Chanzo cha watu kuvuka kwenda mahali fulani. Waangalia Waisraeli ambao walikuwa wanakula maisha mazuri kule Misri. Walipata amani kule Misri baada ya Yusufu kuwa waziri mkuu. Maisha yalikuwa mazuri sana kule Misri. Alipokuja mtawala mwingine hakutaka kutambua lolote, hakutaka kutambua umuhimu wa Yusufu, akaenda akawatesa sana Waisraeli. Wakawa wako utumwani, aliyakuwa mwanzoni alikuwa wanastarehe. Wakateseka kwa miaka mingi, lakini nani kaja kuwaokoa? Musa anatumwa kwenda kuwaokoa Waisraeli. Kwa kusudi la Mungu, Mungu anamchagua Musa kwenda kuwaokoa Waisraeli. Anamuita Musa, yule ambaye alipata tabu hata kwenye kuzaliwa kwake. Yule ambaye hakuwa anajua kusema vizuri, lakini Mungu alimweka Musa mahali maalum kwa ajili ya awe ndio chanzo cha wokovu wa Waisraeli. Mungu anawaambia Waisraeli, nimesikia kilio chenu, nimeyaona mateso yenu. Musa anatumwa kwenda kuokoa Waisraeli, kwamba mission yote siku zote hizo Mungu alimwandaa Musa kwa ajili hiyo, kwenda kuokoa na Waisraeli. Wakavuka bahari ya Shamu, wakaendelea na safari. Sasa wewe unajua umeitwa wapi? Yaani mtu yupo tu, yaani wewe upo tu hata uelewi, yaani hapo duniani upo kwa ajili ya nini?
Yaani ukiambiwa wewe, yani kusudi lako ambalo limekuweka duniani hapa ni nini, haulijui. Sasa hilo sio kosa lako, ni kosa la chanzo cha uzao. Mahali gani umezaliwa? Mahali ulipozaliwa, hawa watu wana elimu ya kujua kwamba kila mmoja ameitwa kwa nafasi yake. Ndio maana hapa nakwambia, tafuta kujua kusudi lako na uliombee litimie. Hilo kusudi ambalo Mungu amekuita nalo, usije ukapita hapa duniani bure. Hili ni swali ambalo kila mmoja ataulizwa. Biblia inasema mtapimwa kwa kazi zenu. Kazi zenu zitapimwa kwa moto. Kazi zetu zitapimwa. Kazi gani? Unafikiri duka lako hilo ulilofungua? Unafikiri biashara yako ya viazi? Unafikiri shughuli zako za shambani zitapimwa? Ile kazi ambayo Mungu amekuitia, kama alikupa duka kwa sababu gani? Umesha kujiuliza hilo? Watu wengi wana kazi nzuri, wana mishahara mizuri, wana maisha mazuri, wanafikiri ni kwa ajili yao. Yaani wewe Mungu akupe hayo maisha mazuri kwa ajili yako ili iweje sasa? Wewe ukishakufa, alafu ukiona una mshahara mzuri, ukiona una kazi nzuri, ukiona mambo yako ni mazuri kwa namna yoyote ile, kuna kitu Mungu anataka akifanye kupitia hiyo kazi aliyokupatia. Kupitia fedha yako kuna namna Mungu anataka watu fulani uwafikie. Sasa wewe unajilimbikizia tu mali, unajilimbikizia tu vitu, unanunua tu magari ya kifahari ya anasa mbalimbali, hakuna unayemsaidia yote. Yaani fedha zako zote umejimilikisha wewe mwenyewe na labda familia yako na watoto wako na mke wako pengine. Lakini kumbe Mungu amekupa vitu hivyo, ana kusudi fulani kwamba nimekupa fedha hii, nataka fulani na fulani na fulani wasaidiwe na wewe. Nimekupa kiwanda ili watu wangu waweze kuajiriwa na wewe, wapate uchumi kuwa bora. Matokeo yake wewe una kiwanda, unaajiri watu ambao unawataka wewe, alafu wale Mungu aliwakusudia waajiriwe kwenye kiwanda chako hawapo. Utaulizwa hilo swali, utajibu nini? Hakukupa kiwanda kwa faida yako. Wangapi wana elimu kama ya kwako, hawana kiwanda kama cha kwako? Wangapi wana elimu kukuzidi wewe, pengine hata elimu yenyewe una kiwanda kikubwa kabisa cha kuajiri watu wengi, na hata ujui unayemwajiri kwamba ni kusudi la Mungu ama la. Je, kwa nini una kiwanda? Yaani Mungu anataka uzalishe upate pesa, alafu ufanyie nini hizo pesa zako? Umeshawahi kujiuliza? Hilo ndilo kusudi. Tukiwa wadogo tulikuwa tunaulizwa, ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Walikuwa wanajaribu kutupa idea. Mimi nataka kuwa rubani, mimi nataka kuwa mwalimu, mimi nataka kuwa daktari, mimi nataka kuwa engineer. Ilikuwa swali zuri sana. Lakini sasa pale ndio patakuwa kujua kwamba Mungu anataka sisi tuwe nani. Kila anayezaliwa katika hii dunia ana sehemu yake, ana portion yake, ana kitu ambacho amekuja nacho hapa duniani kwa ajili ya kazi maalum. Sasa ukitaka kulijua hili, nitakwenda kupa mfano mmoja tu wa Yesu mwenyewe. Yesu ilikuwa ni mission maalum ambayo imepangwa mbinguni na ikafikia hatima yake ya kutekelezeka. Habari za Yesu zilisemwa tangu enzi za nabii Isaya, tangu enzi za Daudi, zilisemwa na manabii mbalimbali. Habari za Yesu miaka 500, 600, 700 kabla hata Yesu kuzaliwa walizungumza habari za Yesu. Hii ni ishara ya kwanza kwamba mwanadamu anapokuja duniani hilo kusudi lilishakuwepo. Lakini pamoja na haya yote, Yesu pale alipozaliwa, mamajusi wanakwenda kumuona mfalme. Wanatokea mashariki ya mbali, wanasema tumekuja kumuona mfalme aliyezaliwa. Wametokea mbali kwa ishara ya nyota. Hapa sitaki kueleza kwa habari ya majusi walikuwa nani. Inataka kuambia kwamba walitoka mbali wakiona nyota, wakitafasiri nyota kwa namna ambayo Mungu aliwawezesha kuelewa. Sasa waliona nyota, maanake kila anayezaliwa ndani yake kuna nyota. Hebu tusome kwanza neno la Mungu. Kamata Biblia yako, Mathayo sura ya 2. Nitasoma aya ya kwanza na ya pili, inatosha. Aya ya kwanza inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema,
yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Walijuaje kama ni mfalme? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kuna vitu vya kujifunza kama vile vitatu hapa. Kwanza, wanamtafuta Yesu, yuko wapi aliyezaliwa. Lakini si Yesu tu, wanasema mfalme wa nani? Wa Wayahudi. Walishajua ni mfalme wa Wayahudi. Hata kwenye kifo chake kile kibao kiliandikwa mfalme wa Wayahudi. Wayahudi wakakataa kwamba huyu sio mfalme wetu, lakini kwa sababu ni kitu alishakuja nacho, Pilato akasema kilichoandikwa kimeandikwa, ama nilichoandika nimekiandika. Lile neno linatimia kwamba huyu ni mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo unaona mamajusu wanajua kwamba kuna mahali mfalme amezaliwa. Sasa mfalme kama Yesu alivyozaliwa kama mfalme, na wewe umezaliwa kwa nafasi yako. Je, umezaliwa kama nani? Mamajusi wanasema tumeona nyota ya mfalme hapa, yuko wapi tukamsujudie? Herode anaweweseka, hali nini tena imetokea hapa? Mfalme gani kazaliwa? Lakini wao wameona ishara, sio kwamba wamemuona au walijua, ishara kwamba hapa kuna mfalme amezaliwa. Kwa kila anayezaliwa kuna ishara. Je, ishara yako unaijua? Ishara yako wewe unajua wewe ni nani? Unahangaika na hii dunia, Mungu amekuweka mahali gani? Hivi kwa mfano, yani wewe fani yako ambayo unayo ni useremala. Ndio fani yako, pengine umerithi kutoka kwa wazee wako, na unajua kabisa kwamba sisi ni familia ya maseremala, na unapenda useremala na unatamani kujua useremala. Unaweza kwenda kuhangaika na ufundi washi, ama unaweza kwenda kuhangaika na ualimu wa shule labda za msingi au sekondari. Unaweza kuhangaika na hicho kitu, au unaweza kuhangaika na kuwa mwandishi wa habari. Haiwezekani, kwa sababu ndani yako kuna useremala. Kwa hiyo kwa namna yoyote lazima utatafuta useremala. Angalia kitu kwa wafanyabiashara jinsi kilivyo. Wafanyabiashara wengi ambao wana historia ya kizazi na kizazi, unakuta babu yao, mzaa babu yao alikuwa mfanyabiashara, mpaka kitukuu wa leo yupo kwenye biashara. Sio wote kwenye familia watakuwa wafanyabiashara, lakini wapo watakaozuia ile biashara, wataibeba ile biashara. Huyu anamwachia huyu anamwachia, yani ule uzao wa biashara unaendelea. Kwa yule ambaye anapewa kile kijiti hawezi kufanya shughuli nyingine, kwa sababu pale ndiko mahali ameitiwa kwenye biashara ile. Kifamilia nazungumza sasa. Na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Yani Mungu anachagua watu maalum kwa kazi maalum. Muangalie Daudi alikuwa wapi? Daudi alikuwa machungani huko anachunga kondoo. Halafu Mungu anamnyanyua kutokea uchungani kule kwamba huyu ndiye mfalme. Baba yake haelewi kitu. Analeta watoto pale wanakaguliwa. Mtumishi wa Mungu anasema hakuna mwingine. Anasema yuko mmoja huko anachunga chunga, hebu mlete. Analetwa pale, huyu ndiye aliyekuwa machungani, ndio huyu ndiye. Kwa nini ndiye? Ndio amewekwa kuwa mfalme. Na akawa mfalme kweli ambaye alifanya kazi ya Mungu. Na hivyo ndivyo kila mmoja jinsi anavyoitwa na Mungu. Yaani kila mmoja ameitwa kwa kusudi fulani. Hapa tunayumba sana. Hii sio habari ya Wakristo. Watu wote ulimwenguni tunayumba mahali hapa. Lakini watu wa gizani hao wanajua sana hii elimu. Unakuta mtoto wao wanamwangalia, alafu wanampeleka kwenye, unajua hata wachawi wanafanya hivyo hivyo. Si kila mtu anaweza kuwa mchawi, labda kama ulikuwa ujui. Katika familia ya wachawi kama bibi, babu, shangazi, mjomba, uchawi upo. Wewe nisikilize tu, hata kama unaona haupo kwa sababu labda hujawahi kukutana na hizo kadhia. Sisi kama watumishi tunaelewa. Hakuna mtumishi atakwambia uchawi haupo. Na nakwambia ni sahihi kabisa. Wanachagua huu uchawi huu nani anaweza kuurithi. Wanapima, wanajua yule pale ndio yule, tukimpa uchawi utaendelea. Yani wanakuwa wanajua. Na panakuwaga na ugomvi mkubwa sana ikitokea yule ambaye wanamtaka awe mchawi akakataa. Hawa watu hawatokaa waelewane mpaka mmoja anaingia kaburini. Kwa sababu anang'ang'ania awe mchawi, yule Mungu alishamchagua kwa neema yake asiwe mchawi. Lakini waganga, washirikina, wachawi wanajua kwamba yule ndio tunaweza tukampa kijiti. Na waganga wako hivyo hivyo.
Uganga wote wa kurithi hauendi kwa kila mtu. Watoto wanaweza kuzaliwa wengi, lakini mmoja ndo akachaguliwa, yule pale ndio anakuwa mganga. Unanielewa vizuri? Na Mungu ndiye ameweka hivyo. Hata hao wanaofanya wanaiga kile kitu ambacho Mungu amefanya. Karama ya kimungu iliyo ndani yako ndio adui anaitumia hiyo. Wanapenda kusema hata waganga wengi ni makuhani wa Mungu. Sema basi tu wamepotea. Sababu mganga ni kuhani, hakuna mkuhani wa giza. Makuhani wote ni wa Mungu, isipokuwa walipindua tu matokeo wakamchukua akawa kwa gizani. Lakini ni kuhani wa Mungu kabisa yule. Anatumika vibaya. Kwa hiyo na wewe pia unapaswa kujua kusudi, ili siku ya hesabu yako useme niliitwa duniani kwa ajili ya kulea watoto yatima. Nimeendelea kuwalea watoto yatima, nikakubali kuwalea watoto yatima na nikawavusha watoto yatima. Kazi yangu imeisha. Mimi nilifanya kazi, nikawa na mshahara mkubwa, na mshahara wangu ulikuwa ni sehemu ya kusaidia kanisa la Mungu liende mbele. Nimesaidia ujenzi wa makanisa kadha wa kadhalika. Nimesaidia ukarabati wa makanisa kadha wa kadhalika. Nimesaidia kununua vifaa vinavyotumika kwenye kanisa. Nimesaidia kununua vyombo vya muziki kwa ajili ya kanisa. Nimesaidia kununua magari ya kanisa, kwa sababu Mungu amekuleta duniani, amekupa neema ya kuwa tajiri, ili ule utajiri ukalisaidie kanisa. Je, wewe ambaye unaumiliki utajiri, unafahamu utajiri ulionao ni wa kazi gani? Watu wengi hawajui. Ukimuuliza, wewe bwana ni tajiri sana, una ukwasi kweli kweli, hebu tuambie kwa nini unahisi una huo utajiri? Atakwambia majibu tofauti kabisa. Lakini neno la Mungu linasema yeye Mungu ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Angalia, Biblia inasema vizuri, Mungu ndiye akupae nguvu za wewe kupata utajiri. Halafu wewe unasema utajiri nimeupata kwa akili yangu. Ni kule kutokuelewa kwamba sio kwa sababu umesoma sana, ama sio kwa sababu ulikutana na mtu akakushauri jambo fulani likakuvusha, hata kama una elimu yoyote ukafanikiwa kuwa tajiri ukafikiri kwa sababu ya huyo. Hapana, ni Mungu alishakuumba wewe kuwa tajiri. Kulikuwa hakuna namna, lazima uwe tajiri. Kinyume cha hapo, adui wao amefunga utajiri wako. Kitu ambacho watu wengi kinawatesa ni kufungwa vifungo, wasiweze kutimiliza ile kazi ya Mungu ambayo wameitiwa hapa duniani, ili shetani afurahie mnapokuwa upande wake. Kwa sababu kama umeitwa duniani kuifanya kazi ya Mungu, alafu kazi ya Mungu hauifanyi, maana yake wewe ni wa shetani. Sasa Mungu akisema nimekuita duniani umefanya kazi yangu, kazi gani? Hakuna ulichofanya. Sasa Mungu una faida gani mbele ya Mungu? Angalia, ukitaka kujua hilo, manabii wote walifanya kazi ya Mungu bila kujali vifo vyao, bila kujali maisha yao. Walifanya kazi ya Mungu ikatimilika. Ndio Petro akasema, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Alikuwa anamaanisha kile ambacho Mungu amenituma nikifanye, nimekifanya na nimekikamilisha. Mwendo kaumaliza vizuri na imani ameilinda, amevuka salama. Na kila mmoja anapaswa kufanya jambo hilo katika nafasi ambayo Mungu amekuita. Amekuita kufanya biashara sokoni. Hapo sokoni, kama Mungu amekuita hapo sokoni, lipo jambo ambalo kwa namna yote Mungu anataka ulifanye ukiwa sokoni. Mungu amekuita ofisini. Hapo ofisini hapo Mungu anataka ufanye jambo fulani kupitia ofisi. Yaani watu wamefungwa kiasi kwamba wanafikiri kumtumikia Mungu lazima ukae madhabahuni ama ukae kwenye mimbari kama sisi tunavyokaa, huko ndiko kumtumikia Mungu. La hasha, huko sio kumtumikia Mungu pekee. Tena sisi ambao tunasimama kwenye madhabahu au kwenye mimbari hizi kufundisha, kuomba, maombi na maombezi ni wachache sana kuliko Mungu ambaye amewaita kwenye kazi nyingine. Tazama, watumishi wa Mungu ni wachache sana. Lakini watu wa kulijenga taifa la Mungu, maana taifa hili ni la Mungu, kujenga nchi, kujenga hii dunia, ni watu wa Mungu, ni wengi zaidi. Kwa hiyo Mungu anakuita kwenye elimu yako. Wewe kama ni mjenzi na msanifu, Mungu anataka ukae mahali fulani katika usanifu wako, dunia ikue, uchumi ustawi, watu wabarikiwe, watu wa Mungu wapate kubarikiwa. Kwa sababu kuna mfumo lazima uelewe. Mungu anaposema nitakubariki mjini, nitakubariki shambani, nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo. Yaani Mungu anapokubariki, zile baraka unafikiri zinatoka mbinguni moja kwa moja zinakufikia mfukoni kwako? Mungu anaposema ninakupa uwezo wa kukufanya kuwa tajiri, halafu ule utajiri unafikiri Mungu anakushushia utajiri kutoka mbinguni ili wewe uwe tajiri?
Hapa ndipo kwenye mfumo ambao Mungu anataka utekelezeke, kwa mfumo wa kutegemeana. Yaani Mungu anasema wewe nitakubariki uwe tajiri. Sasa anachokifanya, atainua nguvu ya wewe kuweza kufanya biashara. Alafu ukifanya ile biashara yako yoyote, unauza mkaa, unauza mandazi, unauza vitumbua, unauza mikate, unauza spare, duka lina vifaa mbalimbali ndani yake, au unauza, wewe ni fundi, vyovyote vile, ili mradi Mungu anakupa nguvu ya kukufanyia wewe uweze kuwa tajiri, anainua watu waje kununua. Kwa hiyo wanaokuja kununua ni watu wa Mungu na wewe ni mtu wa Mungu. Sasa ataleta mauzo mengi kwa wakati mfupi ili uweze kupata faida kwa haraka. Ukipata faida hiyo mfululizo miaka 10, wewe tayari tajiri. Kwa hiyo ndio mfumo ambao Mungu anatumia. Sasa amekuinua kuwa tajiri ili ufanye nini? Hapo ndio kwenye swali ambalo wewe unapaswa kuelewa. Na ulipaswa kujua kabisa kusudi la utajiri wangu ni nini? Kusudi la Esther kuwa mke wa mfalme, kuwa malkia, lilikuwa ni kuwaokoa wale Wayahudi wakati wa kifo chao, wakaokolewa. Kwa hiyo ukiangalia sio tu neema, bwana mimi nimeolewa na tajiri, basi maisha yangu mazuri. Mungu amekuweka hapo kwa tajiri. Kuna jambo anataka ulifanye. Kuna wakati utafika, yani wewe ndio utakuwa useme ili pasikilizike. Kuna machafuko yanaweza kutokea, inabidi wewe uongee ili machafuko hayo yapoe. Njaa inaweza kuingia, natakuwa wewe useme neno. Muangalie Yusufu. Mungu anatoa utabiri wa Yusufu kupitia ndugu zake. Ndugu zake wanamkataa, wazazi wake pia hawamuelewi kwamba tutakusujudia. Lakini Mungu anasema nimemleta huyu kwa sababu kuna njaa itaingia duniani, na hayo maarifa ya kuondokana na njaa, huyu ndiye atakaye atatua. Ndoto anaota mwingine, alafu anakuja kutafasiri mwingine. Ndoto aliota mfalme, anakuja kutafasiri nani? Yusufu. Na sio kutafasiri ndoto tu, kwa sababu ndio nafasi Mungu amemwekea ili asaidie kuondoa njaa. Anatoa na maarifa kwamba sio tafsiri ya ndoto hii kwamba kutakuwa kuna njaa miaka 7 na mavuno miaka 7. Basi anasema sasa tufanyeje? Sio tufanyeje. Hapa cha msingi ni kulima sana, alafu kutunza mazao ambayo yanaweza akadumu kwa miaka 7. Kwa hiyo huu mwaka, hii miaka 7 ya mavuno, tutengeneze magala, store za kutosha, chakula kikae kwa ajili ya nchi tulio nayo pamoja na nchi nyingine. Yusufu anatoa wazo, mfalme anasema tupate nani mwenye maarifa kama wewe, ukae hapa uwe waziri mkuu, uifanye hiyo kazi. Yusufu anaifanya kazi kikamilifu na kiaminifu, na kweli njaa ilipoingia hawakufa kwa njaa, kwa sababu yale maarifa Mungu alishayaweka kwa Yusufu. Watu hawafi njaa. Sasa Yusufu kama angekata tamaa, pamoja na mapito aliyopita Yusufu yote, angekata tamaa, maana yake watu angekufa kwa njaa. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hiyo Mungu alipokuweka mahali fulani, analo kusudi, na kila aliyezaliwa amezaliwa na hilo kusudi. Ndio nimekusomea habari za mamajusi kwamba Yesu alikuja kama mfalme. Mamajusi walitambua hilo kusudi, ingawaje hawakujua kwa habari za Yesu mpaka walipoona hiyo ishara ya nyota kutokea huko mashariki wanakotokea. Kwa ukijua kusudi lako, maana yake utasimama kwenye nafasi yako, hautosimama kwenye nafasi ya mtu mwingine. Kila mmoja anayo nafasi yake. Kwa hiyo hata kama mmesoma wote, hata kama mnafanya kazi wote, hata kama mpo kampuni moja, hata kama nyinyi ni mapacha, hata kama nyinyi ni marafiki sana, kila mmoja amekuja hapa duniani analo kusudi alilokuja nalo. Ndio maana nakwambia tafuta kujua kusudi lako na uliombee litimie. Sasa kunaweza kuwa na swali ambalo jibu lake sitolitoa moja kwa moja. Nasema nitajuaje kusudi langu ni nini? Kusudi la mtu kuna namna nyingi ambayo Mungu anaweza kukuambia. Kwanza, kabla ya yote, kama hauamini kuhusu Yesu, inabidi umpokee Yesu na umwamini Yesu, ili Yesu aanze kukuhudumia, aanze kukupa maelekezo. Kwa sababu kumpokea Yesu ndio swala la kwanza. Yaani kuamini kwamba mimi sasa nampokea Yesu na ninamwamini Yesu ya kwamba yeye ndiye Mwokozi, yeye ndiye Bwana, Mwokozi wa maisha yangu. Huyu ndiye aliyekufa kwa ajili ya dhambi zangu na Mungu wa mbinguni akamfufua katika wafu. Hilo ni jambo la kwanza. Ukishampokea Yesu, unakaa vizuri na Yesu, omba toba na rehema kwamba mimi nifanyeje? Naomba toba. Kwanza nimekukosea Mungu.
kwa sababu nimefanya vitu vingi ninavyotaka mwenyewe bila kujua. Lakini nimesikia somo lako, nimeelewa kwamba ninalo kusudi, sio pengine tu, ninalo kusudi ambalo Mungu ameniita nalo katika dunia hii. Pengine natapanya mali, naonga watu mali, nafanya ninavyotaka, nacheza kamari kupitia hizi fedha. Kumbe Mungu ameniita kufanya kitu fulani kupitia hizi fedha. Nimefanya vibaya. Ninaomba toba, rehema na msamaha. Nenda mbele ya Mungu, omba toba. Alafu anza kujifungia na Yesu chumbani kwako, mwambie, naomba uniambie kusudi ulioniitia ni nini katika maisha yangu. Umeniita ili niwe nani? Umeniita nifanye nini? Umeniita katika mazingira haya ili nimuokoe nani? Ama jambo gani unataka litimie, nilitekeleze katika maisha haya ambayo umenipa neema ya kuishi? Endelea kuwa unaomba kwa mfumo huo. Ziko namna nyingi za kujua kusudi. Inawezekana mtumishi akakwambia ni njia bora, lakini sio ya kuaminika sana, kwa sababu dunia yenyewe ina watumishi wengi matapeli. Sio wote, wapo matapeli wengi. Wewe utaenda unataka kuwa nani, anaweza kukwambia kitu ambacho sio cho kabisa. Imeshawahi kutokea wakati fulani, yuko binti mmoja aliwahi kunipigia simu akaniambia, bwana, mimi nimechanganyikiwa, sijui hata mimi nimeitwa hapa duniani kufanya nini. Nikamuuliza, kwa nini katika maisha yako unafikiri umeitwa kufanya nini? Akaniambia, nilikwenda mahali fulani wakaniambia, bwana, mimi nimeitwa katika huduma ya kusifu na kuabudu. Aha, umeitwa katika kusifu na kuabudu, sawa. Kitu gani kingine unakifanya? Akanieleza, bwana, mimi kitu kingine nafanya, ninaweza kufanya hiki na hiki na hiki na hiki. Nisingependa kuvisema, lakini mimi nafsini mwangu nikasikia kabisa kwamba anachoniambia cha pili ndio huduma yake. Kumbuka mimi ni rafiki yake tu wa kihuduma, tunawasiliana na tunashare mambo mbalimbali ya kihuduma. Mahali ambapo anahudumiwa anaambiwa huduma yake ni kusifu na kuabudu. Lakini jinsi ndivyoona walikuwa wanamsakizia huduma ya kusifu na kuabudu ili ile huduma yake nyingine ife. Nikamwambia, mimi ninachokiona kwamba huduma yako sio kusifu na kuabudu. Huduma yako ni kitu kingine. Hicho unachoniambia cha pili ndani yangu kabisa kuna nishuhudia kwamba ndio huduma yako. Kumbuka huyo mtu yuko mbali, yani yuko mbali kabisa, tuko mikoa tofauti. Tunaongea kwenye simu. Nikamwambia hiyo itunze sana, kwa sababu huduma ulionayo ni huduma ya vita sana. Watu wengi wanapigwa vita kuzimisha hiyo huduma. Kwa hiyo uwe makini sana huduma yako. Nenda na Mungu polepole mpaka pale atakapokufundisha, atakapokujenga, atakapokuimarisha. Halafu baadaye Mungu atakapotaka ukatumike, utaenda kutumika. Kwa hiyo huduma ni vita. Sishauri sana, lakini ukiona mtu ulenao unamwamini, nafsi yako inakushuhudia kwamba una amani, unaweza kumwambia akakwambia huduma yako. Na ukawa na amani tu na ukaijua huduma yako, kama ukaijua kazi yako. Lakini walio wengi wanaweza kukusababishia matatizo. Hapo ndipo ninapata mashaka. Ndio maana natamani sana ukae na Yesu, muulize vizuri, akujibu mwenyewe. Natamani kukuambia nenda kwa mtumishi. Watumishi wanajua wengi. Mtumishi wote wa Mungu ukimuuliza hilo swali atakujibu tu, kwa sababu mtumishi wa Mungu anaongea na Mungu mara kwa mara. Ni rahisi tu swali kama hilo ukimuuliza akakujibu. Shida ni kwamba ni uaminifu. Watumishi wengi wamekosa uaminifu. Kwa hiyo wanaweza kukujibu kitu au wakakusababishia matatizo, kutaka kuchukua ulicho nacho. Kuna watumishi wanaishi katika nguvu za giza. Kwa kadiri mnavyozidi kwenda unawaambia, bana, mimi nina huduma hii na hii na hii, anachukua ulicho nacho. So unaona kwa habari ya Yusufu, alivyowaambia ndugu zake, si ndio vita ilipoinuka kwamba sisi hatuwezi, wewe uzikuwa juu yetu. Lakini baba yake pia alipoambiwa kwamba atasujudu, akasema na sisi tutakusujudia. Unaona? Sasa wazazi tu na ndugu wamehamaki vipi mtu wa pembeni? Kwa kumbe ingekuwa ni adui angeweza kummaliza vibaya kuliko hata ndugu zake walivyotaka kummaliza. Walitamani kumuua kwa sababu ya kutangaza kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake. Yusufu anaota ndoto. Kwa hiyo na wewe utakapopata taarifa hata kwenye ndoto, jitahidi sana kumuomba Mungu akupe hekima ya kutambua nani umwambie jambo lako akusaidie. Umwambie nani swala lako akusaidie, kwamba umeitwa wapi, kwa ajili ya nini, na fanyeje ili ufanye kazi ya Mungu vizuri. Kwa sababu utakapoifanya kazi ya Mungu vizuri, kama uliona umefanikiwa, utakuwa bado hujafanikiwa. Utakapoanza kuifanya kazi ya Mungu vizuri, ndipo utakapoona mkono wa Bwana ukifanya kazi maradufu katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu unatimiza lile kusudi la Mungu. Mtu yote ambaye anafanya kusudi la Mungu, anatimiza mapenzi ya Mungu, lazima apate msaada wa kimungu, kwa sababu anafanya kazi ya Mungu. Huwezi kufanya kazi ya Mungu kwa kosa msaada wa kimungu nyuma yake.
Lazima Mungu akupe msaada ili kazi yake ifanyike kwa ubora, viwango na ufanisi wa hali ya juu sana. Ndio. Na hiyo ndio maana yake. Ndio maana kusisitiza, tafuta kujua kusudi lako na uliombee lipate kutimia. Sasa ukishalijua kusudi lako, utaliombea itaanza kutimia. Nimesema siwezi kujibu moja kwa moja, najibu kwa mapana kidogo ili uelewe. Vile vile pendelea kuwa unasoma neno la Mungu. Soma Biblia. Unaposoma Biblia, Mungu anaweza kusema na wewe kupitia Biblia. Kwa mfano, unaweza ukajisomea tu kitabu chako cha Mathayo au Luka au Isaya ama kitabu cha Zaburi, ukakutana kuna mstari fulani kama unajirudia. Yani unaona mstari, mbona kama naambiwa mimi. Yani umesoma aya 3-4, lakini kuna aya fulani hivi ama kuna fungu fulani ukilisoma linajirudia rudia. Ama unaweza ukalala, Mungu akakupa ndoto ya mstari, akakwambia soma labda Isaya 24 mfano, soma labda Zaburi ya 12 mfano, soma labda Yoshua. Yani anakuambia soma kitabu fulani, soma kitabu labda cha Ezekieli. Unasoma kile kitabu, ile imekuja mstari fulani, sura na aya yake, zingatia, weka pembeni. Watu wengi wanasemeshwa kwa mtindo huu, lakini hawaelewi. Kumbe Mungu anasema kwa habari ya maisha yako. Umeshamuuliza, ukienda kusoma unaona kabisa kwamba kuna kitu Mungu anasema na wewe. Kuna kitu Mungu anasema na wewe. Kwa hiyo unapomuuliza Mungu lazima akujibu. Pendelea kuuliza hivi ninavyokuambia. Jifungie tu ndani kwako, muombe Mungu. Umeshamkubali Yesu, umeshafanya toba, umeomba rehema, unamsifu Mungu kwa nyimbo mbalimbali, kisha sali tu sala kadiri vile Roho Mtakatifu atakuongoza. Mwambie Mungu, mimi nina nafasi. Usione aibu. Yani kuna watu ni majaji. Kuna watu wapo kwenye nafasi kubwa za uamuzi, wanafanya tu uamuzi, kumbe pale wamekaa kwa sababu mtu fulani tu apate kuokolewa. Mtu fulani apate kuokolewa. Unamfahamu mtu anaitwa ni Yusufu Arimatea huyu? Yusufu Arimatea ama Yosefu Arimatea. Huyu alikuwa kwenye baraza lile la Mayahudi, baraza la hukumu lile la kuwahukumu watu wenye kesi mbalimbali. Alipokuwa anakuja Yesu, huyu Yusufu alikuwa ni mfuasi wa Yesu, lakini yupo kwenye mabaraza yale ya Wayahudi, muamuzi, na alikuwa anaheshimika. Kwa mara nyingi alikuwa anamtetea Yesu pasi wao kujua kama anamtetea Yesu. Sasa na wewe inawezekana jaji uko mahali fulani, inawezekana wewe hakimu uko mahali fulani. Kuna watu wa Mungu wanakuja, wataletwa kwenye mahakama yako, wataletwa mahali ambapo upo, utatakiwa utoe hukumu. Mungu amekuweka hapo ili watu wao wapate kupona, wapate haki zao. Wao umewekwa kwenye mahakama ya ardhi. Kuna wajane wanadhulumiwa ardhi zao. Kuna watoto wamedhulumiwa haki za wazazi wao. Wazazi wao wamefariki, wanadhulumiwa. Huko kwenye mahakama hapo, kwenye kitengo cha mirathi, watu wanadhulumiwa. Mungu anakuweka hapo ili uwatetee hawa, sio kwa sababu ule tena rushwa wakandamize. Sasa kwa kutokujua kwako, inawezekana wewe ndio kinara wa kula rushwa, kitu ambacho Mungu kitamshangaza sana. Yani Mungu amekuweka ili wewe upate nini? Upate kuwaokoa watu wake, lakini wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kula rushwa. Kwa hiyo kuna watu wengi mpo kwenye nafasi, Mungu ameweka kwenye nafasi kwa kusudi maalum, lakini bahati mbaya sana lile kusudi ambalo Mungu amewekeni hamlijui. Matokeo yake mnaishi tu kama vile mnavyotaka nyinyi. Mnaishi katika mipango ambayo nyinyi mnaitaka wenyewe, yani mnajiamulia wenyewe, lakini Mungu aliweka kwa sababu maalum hapo ulipo. Kila kazi umewekwa nesi, kuna watumishi wa Mungu watakuja, daktari, kuna watumishi wa Mungu watakuja hapo. Mungu anataka watibiwe kwa mikono yako wewe. Mungu anasema watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Inawezekana ukapigwa mishale, ukapata majeraha, unaweza ukajeruhiwa, sio rohoni, ukajeruhiwa mwilini, ukajeruhiwa kwenye mwili wako, ukapigwa risasi, ukapigwa mishale kwa sababu kueneza injili, lakini ukaenda kwa madaktari. Daktari uko hapo, Mungu anasema huyu ni mtu wangu, nimemleta, amepigwa, umsaidie kumtibu, mimi nimponye. Upo hapo, hujui kama upo katika kusudi hilo. Unafanya vitu vya ajabu ajabu tu kwa sababu tu ya kutokujua. Unafikiri kwamba nimesoma sana, nina PhD, na masters, na degree, basi mimi ni doctor, niweza nikafanya ninavyotaka. Hapana. Pengine Mungu amekuweka wewe daktari mkubwa hapo, uzuie mimba zisitolewe. Wewe ndio unakuwa kinara wa kutoa mimba. Kwa sababu gani? Haujui kusudi ambalo Mungu amekuwekea kuwa daktari. Anaona watu wanatoa sana mimba, wanafanya hii dhambi, sipendezwi na jambo hili. Kuona kuweka hapo daktari, watakapokuja uwashauri wasitoe hizo mimba, wawe salama.
wewe ndio unakuwa kinara sasa kupokea rushwa, kuanza kusababisha ndio watoe mimba zaidi. Lakini ungejua kwamba Mungu amekuweka ili uzuie, ungezuia. Kama Esther alivyojiuliza akasema, mimi siwezi kwenda kwa mfalme, kwa sababu kwenda kwa mfalme lazima uwe na kibali maalum, lazima wakati wangu umefika, wakati wangu bado. Mordekai anamwambia, wewe Esther, sikiliza, wajuaje kama uko hapo kwa ajili ya wakati huu ili sisi tupone? Neno linamwingia Esther na kweli Wayahudi wakapona. Na wewe hivyo katika kazi yako, kusudi lako lipo kwa ajili ya nani? Huko kwenye mtaa unafanya maombi, wajuaje kama maombi unayofanya ni kwa ajili ya kuponya mtaa uliopo? Matokeo yake wewe ufanyi maombi, unaishi unavyotaka mwenyewe. Kumbe Mungu amekuweka katika huo mtaa, amekufanya kuwa mwana maombi, kwa sababu huo mtaa Mungu anataka upone, watu wabarikiwe, waokoke, wamfuate Yesu. Wewe unajihangaisha na mambo yako mengine. Hiyo ndio pointi kuu kabisa ya kwa nini wewe utafute kulijua kusudi lako na uliombee lipate kutimia, kwa sababu Mungu amekuleta hapa duniani ili ulijue kusudi lako na uliombee na lipate kutimia. Mungu akubariki sana kwa kukaa muda wote nasi kuweza kufuatilia mafundisho haya katika channel yetu ya Mikono ya Kristo. Kwa kweli Mungu akubariki. Ninaamini kabisa kwa fundisho hili la kutafuta kusudi, watu wengi kweli kweli, na tumaini Roho Mtakatifu atawasaidia kuanza kutafuta kila mmoja kusudi aliloitiwa. Upo kazini, tafuta kusudi lako. Mahali popote ulipo, muulize Mungu, hapa nilipo kusudi lako niwe nani? Je, hapa ni mahali sahihi? Kama sio mahali sahihi, mwambie Mungu, niende wapi ambapo ni mahali sahihi? Nifanye nini ambacho ni sahihi? Tusifanye vitu kulingana na dunia inavyotaka, bali tufanye vitu kulingana na mpango wa Mungu ambao amekuleta nao hapa duniani, ili tuweze kuishi maisha yale ambayo yana kusudi la Mungu ndani yake. Basi kama hauja subscribe kwenye channel yetu, ninakuomba kwa unyenyekevu subscribe kwenye channel yetu, like, comment kama mbarikiwa, comment kama na jambo lolote. Tunajitahidi kujibu comment za watu vile vile. Najitahidi kuwasaidia watu ambao wana tumaini fulani katika maombi na mafundisho yetu mbalimbali. Lakini vile vile ziko namba za simu hapo kwenye screen yako, tazama, tupigie kupitia hizo namba za simu. Unawezekana unataka maongezi ya binafsi, tupigie. Uko mbali, unahitaji msaada zaidi, tupigie. Pengine umeelewa kitu fulani lakini kimefungua kitu kingine ambacho sijakisema hapa, tupigie. Ndio, tupigie tu, tutaweza kuhudumia na hatuna gharama yoyote. Nasisitiza hili kwamba tunafanya huduma bure kabisa. Huduma tumepewa na Kristo Yesu mwenyewe. Tunasimama kuifanya ile kazi ambayo Mungu ametuitia kwa lile kusudi ambalo anataka tulifanye kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo unaweza kutupigia mahali popote, usihofie. Tunahudumia watu kutoka sehemu mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali. Kokote uliko unaweza kutupigia na Mungu atakuhudumia kupitia Roho wake Mtakatifu. Basi ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo. Tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.